Habari rafiki mpendwa, tunamshukuru Mungu kwa namna ya kipekee. Tulikuwa na ibada ya kumshukuru Mungu, lakini pia kuutafuta uso wake. Tulikuwa tunapata uzoefu kwenye kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 25. Tulitafakari maisha ya mfalme Jehoshafat. Alikuwa mfalme wa Yuda ambaye katika utawala wake, pamoja na mengi yaliyomkuta, lakini wakati mgumu kabisa kwenye uzoefu wake wa utawala ni alipokuwa na tishio la shambulio na uvamizi wa muunganiko wa mataifa matatu, wa Amoni, wa Moabu pamoja na watu wa mlima wa Seiri. Watu hawa waliungana kwa ajili ya kumvamia, lakini Jehoshafat alifahamu siri ya ushindi wake. Alimtafuta Mungu katika maombi, na tulijifunza siri ya ushindi wake ambayo ukisoma kwenye kuanzia mstari wa 6 na kuendelea unakutana na vipengele 5 ambavyo kwa lugha ya Kiingereza vimefupishwa kwa P5. Pia kwanza ni praises au sifa kwenye ule mstari wa 6. Lakini pia mstari wa 7 na wa 8 ni pia pili ambao ni past victories, ushindi nyakati zilizopita. Pia 3 ni promises, ahadi ambazo Mungu anazitoa kwa watu wake. Praises, Yehoshafat anamtukuza Mungu kwa sababu ni muumbaji na mmiliki wa mbingu na nchi. Lakini past victories anaelezea jinsi ambavyo Mungu aliwapatia taifa lao kwa kuwafukuza mbali maadui waliokuwa wanalimiliki lile taifa kabla ya kurithishwa ufalme ule na kuingizwa katika nchi ile na Yoshua. Lakini promises ni ahadi za ushindi ambazo Mungu alikuwa amewapatia wakati wanaliweka wakfu hekalu lao, kwamba watu watakapokuwa kwenye nyumba hiyo ya sala, watakapokuwa wamekutwa na magonjwa, tauni imekuja, hali ya hewa ni mbaya, taifa halina pa kukimbilia, wakiuza nyuso zao, Mungu aliahidi kwamba atapatikana mahali pale. Kwa hiyo Yehoshafat alimsifu, praises, alimkumbusha ushindi uliopita, past victories, lakini pia alinukuu au alikota promises au ahadi za Mungu kwamba atawapatia ushindi. Lakini pia 4 ni problem. Akasema, sasa Bwana, watu ambao ulituambia kwamba tutakapoingia kwenye taifa hili, wa Moab pamoja na wa Amon, tusiwafukuze kwenye nchi hii kwa sababu hatujaijaza bado. Sasa wametugeukia, na kusii Bwana ututetee na usimame upande wetu. Akainuka kijana mmoja akajazwa nguvu za Mungu, akamwambia mfalme, usiogope, Mungu atakupatia ushindi, wala uhitaji kupigana. Yehoshafati akamshukuru Mungu na kumsujudu, na taifa zima wakaanguka kumwabudu Mungu kwa sababu waliutafuta uso wa Bwana, wakamuomba Mungu, akawajibu. Kesho yake Mungu akapatia ushindi wa ajabu. Yaani wale wa Amoni, wale wa Moab pamoja na watu wa Seiri walimalizana wao kwa wao. Wa Moab pamoja na wa Amoni waliungana wakawaangamiza wale watu wa bonde la Seiri. Afu baada ya kumalizana wao kwa wao wakafuata. Yaani Moab pamoja na Muamoni kila mmoja akamuua mwenzake. Ushindi ukapatikana kiurahisi. Kwa hiyo Bwana hutupigania na kutuonekanikia katika mambo yetu kwa namna ambazo hatutumii nguvu kubwa. Ni kutambua ukuu na uwezo wake, tunamsifu, lakini pia tunakumbuka kwamba alishinda nyakati zilizopita, na kwa changamoto za sasa anatushindia. Ni ahadi alizonazo kwetu, lakini pia tunamwambia shida na changamoto yetu, lakini pia tunamsifu mwishoni. Naona katika fungu la 23-25 Yehoshafat anatangaza sifa kwa Bwana aliyewashindia. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza 5 P's for victory: praises, past victories, promises, problem, praises again. Walipata kujifunza na vijana na wamebarikiwa. Ibada ilikuwa ya pekee. Kwa hiyo kwenye masomo yao mambo yanapokuwa magumu, pattern ni ile ile. P5: sifa, uzoefu uliopita wa ushindi, ahadi za Mungu, lakini pia changamoto, wanamueleza Mungu, wanamtukuza Mungu. Nimewaambiwa kidato cha kwanza na cha pili, cha 3, cha 4, hasa wenye mitihani ya taifa cha 4 na cha pili, muombe Mungu na mshukuru Mungu kwa ajili ya division 1 ambayo utaikalia mwezi wa 10 na wa 11, lakini ione tangu sasa kwa imani. Mungu akubariki, na ninakukaribisha nyakati zingine kwenye ibada zetu siku ya Jumapili, na nitumie fursa hii kukaribisha Sullivan Provost Girls and Boys Secondary School, mahali ambapo kuna fursa za kuhamia kidato cha kwanza na cha 3, lakini pia mwaka unasogea sasa, tunakaribia katikati ya mwaka.
kwa vijana wanaomaliza darasa la 7, mwakani kuna nafasi kwa ajili yao. Mlete mtoto wako, hutajuta, kwani atalelewa kiroho, kiakili, atalelewa kijamii, lakini pia atalelewa namna ya kumfanya kuwa kakamavu, akiweza kuyakabili maisha yake. Mungu akubariki. Uwe na Jumapili njema.